Nasemaje kuhusiana na kadhia ya wito wa mufti kwa Waislamu wote Tanzania kufunga kuanzia Jumatatu, Jumanne na Jumatano, siku tatu. Lakini pamoja na hilo, sambamba na hilo, ni kuleta kunuti katika swala zote za faradhi mpaka pale janga hili litakapoondoka. Vitu viwili hivi. Kitu cha kwanza ni kufunga siku tatu kwa wito wa mufti wa Tanzania kutokana na haya majanga ambayo yametokea. Kwenye hili mnasemaje? Kama ilipokuwa inatokea majanga kama haya zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anafunga. Sasa sikilizeni. Kiasli kwa mujibu wa nukuu zilizokuwa wazi kwamba alipokuwa anatokea majanga kama haya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anatumia zaidi kuomba dua. Na kama tutaweka haya masail katika sura ya nawazil na dhahir, hii ni katika nawazil. Hii ni katika nawazil. Yani mwanzo walitishia kwamba tarehe 29 tutakiwasha, kitanuka. Sawa? Tutakinukisha. Yaliyotokea kila mmoja ni shahidi. Kwa wanapotishia kwamba kuanzia tarehe 9 Desemba sisi tutafanya maandamano mpaka tumwangushe rais, kiambatanisha na kwamba amekamatwa mwanajeshi mpakani Sirari akiwa na V8 anaingia Tanzania, mwanajeshi asili yake Mkenya, lakini mwanajeshi wa jeshi la Amerika, ana uraia wa Kenya na Amerika, ana mabomu 4. Mpaka sasa hivi tulitegemea katika asra wakati wa haraka sana ubalozi wa Marekani ukanushe hii habari, lakini mpaka sasa hivi nazungumza na nyinyi, taarifa nilionayo ubalozi wa Marekani unasema unafuatilia jambo, utatoa tamko. Unafuatilia jambo, utatoa tamko. Kwa nini mnapojua ubalozi wa Marekani tuhuma nzito kama hii kwamba mwanajeshi wao amekamatwa na mabomu 4 anaingia mpakani, wangekaa kimya mpaka leo? Wangeshasema haraka sana. Na kwenye kipindi kigumu cha mvutano baina ya serikali ya Tanzania na vyombo vya habari vya kimataifa pamoja na hizi nchi Umoja wa Ulaya pamoja na Amerika na matamko wanayoyatoa dhidi ya serikali yetu, shubha kama hii wangesema mapema sana. Lakini hii ni dalili ya kuonyesha kwamba kuna ishara. Hatusemi tunakatiza moja kwa moja, sasa tumesikiza upande mmoja, sio? Lakini kuna ishara kuwa kuna uwezekano kama kweli amekamatwa. Sasa ikiwa kama ni kweli amekamatwa huyu na makombora hayo, kuna lazima kumuomba Allah tabaraka wa taala, na kuna ulazima wa kuweka na kunuti kama nawazi. Tunaelewana? Ili ipo wazi kabisa kutokana na munasaba huu. Lakini turudi kwenye kadhia ya kufunga siku tatu. Kuna baadhi ya ahlul ilmi wanajuzisha inapotokea hali kama hii kufanya taqarrubu ila Allah bitaat, kwa sababu ya umum kwa adila ambazo zinaonyesha kwamba waja wema walipokuwa wanapatwa na mikiki kama hii walikuwa wanazidisha ibada kumulilia Allah. Yani zile dua zao walizokuwa naziomba walikuwa wanaambatanisha na ibada. Kabla kuomba dua mtu anaswali raka 2, kabla kuomba dua mtu anafunga. Katika ujumla wa matendo haya ya wema waliotangulia yanafungua mlango wa kuwa kuna uwezekano pia kuadhimisha au kutumia masiku haya kwenye ibada ya saumu, pia inawezekana. Kwa maelezo haya ni sawasawa kuitikia wito huu na kuhamasisha watu katika hili wafanye ibada hii ya saumu ya siku tatu, pamoja na kufanya hizi kunuti na ziada maneno kwamba jamani, katika majalisi hizi za ibada ambazo tunakutana kwa wakati huu tulionao ambao nchi yetu inapita katika wakati mgumu sana, kuna haja katika majalis kama hizi kuomba dua kila tukimaliza. Sawa? Kuomba dua kwa Allah tabaraka wa taala kila tukimaliza, kuonyesha kwamba tunaona hatari, tunanusa hatari ambayo ipo mbele yetu, na hakuna yoyote wa kuelekewa isipokuwa ni nani? Allah jalla wa ala. Watu wa ibada warudi kwenye dua. Watu wa usalama, watu wa vyombo vya ulinzi na usalama wapambane kweli kweli. Ni wakati muhimu mno wa kutumia mishahara vizuri sasa hivi. Sawa? Na ainipiti mimi kutahadharisha. Ainipiti mimi kutahadharisha. Kama ambavyo nilizua tahadhari kwenye kalima ya Darul Hadith ununio Jumapili, ainipitiki mimi kutahadharisha tena kwa mara nyingine.
Hatutaki wasaliti katika hili jambo. Hatutaki wasaliti katika hili jambo. Na tukisema hatutaki wasaliti, maana yake tunatahadharisha juu ya wasaliti. Hawa wote mnaoona wanakuja sio na mabomu, wanakamatwa, kama itakuwa ndivyo hivi ilivyoonekana ndio sahihi wake, maana yake kuna watu wanatumiana nao, wazawa, wananchi. Hatutaki wasaliti, wa Tanzania hatutaki wasaliti. Na miongoni mwa njia ambazo mnatakiwa Tanzania mtumie, kuweni karibu na watu wenu wa karibu mnaowafahamu na kuangalia mienendo yao. Na kama itatokea mtu yote mgeni ambaye ni mgeni kwenye macho yako, alafu uelewe tasarufati zako, hebu fanya jitihada kwa haraka sana, toa ripoti kwa huyu mtu mgeni, kupitia kwenye nyumba za wageni, kupitia katika maeneo hata ya ibada, hata maeneo ya ibada, kupitia katika mabalozi wa nyumba 10, kupitia wenye viti wa serikali za mtaa, kupitia kwa kila Mtanzania. Hili tatizo linapokuja kutokea kwa Tanzania ni changamoto wa Tanzania wote. Madhara yake yatagusa wa Tanzania wote, hata mgusa mtu mmoja. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Ogopeni mtihani na fitna ambayo ikija haitawapata wenye kudhulumu peke yao. Tahadharini na hilo. Wakati natoa hutubu za Ijumaa kabla tarehe 29, moja ya hutuba zangu nilizungumza mambo matano kabla ya kuelekea kwenye uchaguzi, ambayo yatatutolea moja ya njia ngapi? 3. Katika yale mambo matano nilitoa kipengele kimoja katika vile vitano, nilitaja hivi: kadhia ya kuachia watu ambao wanatoboa jahazi hali ya kuwa si tupo ndani ya jahazi hilo. Hiyo ni sababu ya kuhiriki watu wote. Nilikuwa na maana hii, kuna watu miongoni mwetu wa Tanzania wanatoboa jahazi. Hawa watu natakiwa wadhibitiwe kwa namna yoyote itakayowezekana. Watu hawa wadhibitiwe, watu wa vyombo vya ulinzi na usalama, wananchi wa kawaida. Hawa watu wote ambao tuwaelewi walipotini haraka ili nchi bakie salama. Nashangaa kuonekana kwamba tatizo limetokea kwenye nchi ya Tanzania. Watanzania wote kwa ujumla wao, wenye elimu na wasiokuwa na elimu, watu wa vyombo vya habari na watu wa kawaida, wameungana, wamekuwa kitu hiki kimoja kwa ajili ya kuinusuru nchi. Lakini vyombo vya habari vya nje, jirani zetu hasa wa Kenya, wamekuwa wakorofi kweli kwenye hili tukio. Yaani mpaka inatutia sisi dhana kuwa huenda wao ndo wamelipanga hili tukio kwa vile wanavyoshabikia. Lakini pia hainipiti ni kusema maneno haya kwa sababu tupo kwenye kutengeneza. Ndugu zetu wa Kristo, mbona hatuwaelewi kwenye kadhia? Hapa hatuna nia ya kusema tunawataja kwa ubaya wa Kristo. Lakini kwenye kadhia mbona hamueleweki? Bado jamani, si mnatambua nyinyi ndugu zetu kiutaifa. Na kama anavyosema maneno na wengi wa wanasiasa kwamba utamkuta mama Muislamu mtoto Mkristo, kama alivyojisema mwenyewe, sijui ameshamlitajisha mama yake mzazi, wallahu aalam, waziri mkuu. Wakati anamtaja jina mama yake alitaja kabisa jina lake, Asha binti fulani, mama wa Kiislamu, alisema hivi. Kwa mama yake binti wa Kiislamu alisema, binti wa Kiislamu. Yeye ni waziri mkuu, mama yake mzazi alisema kwa maelezo haya. Kwa hiyo bado tunaingiliana sana. Yaani tumechanganyika sana. Sasa isionekane huu mchanganyiko baadhi ya watu wanavujisha hili jahazi. Si sawa kwa majanga haya yaliyotokea kwenye nchi nzima, ambapo ndani yake kuna uvunjifu wa amani, ndani yake kuna uporaji wa mali. Vijana wengi mimi nawajua, baadhi yao wanajitafuta, wameharibiwa mali zao. Baadhi yao nimekaa nao, mimi nimezungumza nao. Sawa? Waumini wamebakia tu katika hali ya kusema tumemwachia Allah. Mmoja wao nimezungumza naye, ananiambia niliswali rakaa 2 tu, baada hapo nikamshukuru Allah na nimeona matokeo. Anasema vitu vimekamatwa nyumbani kwa watu, baadhi yake tunaenda kukamata nyumbani kwa watu. Mmoja wakilika hapa Kigogo. Sawa? Sasa haya na mengineyo yanalazimu kuzungumzia madhara yote yaliyopatikana, pamoja na watu waliokufa yazungumzwa hayo, lakini pamoja na watu ambao wameharibiwa mali zao yazungumzwa hayo. Kwangu mimi kinachonikera zaidi, na nilizungumza kabla matukio haya,
Nilizungumzia kadhia ya watu kwenda kuchoma na kupiga mawe mwendo kasi. Ile tukio lilitokea kabla ya matukio ya tarehe 29. Nilizungumza kwenye hutuba pale Coco Beach. Ile hutuba katika moja hutuba muhimu sana sana, ipo kwenye YouTube. Sawa? Ipo katika anwani ya kuhisi masuhulia kila mtu mbele ya Allah siku ya kiyama. Sawa? Nilizungumza nikasema, inakuwaje wewe unakwenda kuchoma mali za Watanzania, unakwenda kupiga mawe mali za Watanzania? Hizi mali za Watanzania zimekukera nini? Sasa Allah yasije kuwa makombora yaliyokamatwa haya manne na mengineo yamepenya kwa siri, atujui, njia ni nyingi, yakawa yameandaliwa siku hizi kwenda kulipua vitu muhimu ambavyo bado vitatutia hasara sisi wa Tanzania, kwenda kulipua jengo la biashara la Ubungo, jengo ambalo limetumika mabilioni ya shilingi za Tanzania, kodi za wananchi, kwa ajili ya kuleta maendeleo kwa wananchi. Naenda kulilipua jengo kama lile. Hasara ni ya nani? Hasara ni ya nchi ya Tanzania na wananchi wake. Kwa hiyo Allah tusiwaache watu ambao wanatoboa jahazi tukaochekea. Hawa watu watakuja kuleta balaa kubwa sana katika nchi. Tunaomba Allah ajalie salama kutokana na haya ambayo tunayakabili, na tuombe sana dua, tumuelekee sana Allah tabaraka wa taala kwetu sisi watu wa dua. Sawa? Na kwa wale watu ambao wamepewa dhima ya kuislamia nchi katika ulinzi na usalama, si wakati wa kulala huu. Vyombo vya ulinzi na usalama, Allah mcheni Allah kwenye kipindi hiki, kuweni na uzalendo wa hali ya juu kwenye kipindi hiki. Kinachokwenda kuathirika ni nchi yetu, heshima ya nchi yetu, wananchi wa nchi yetu, pamoja na mali za nchi yetu. Hao ambao wamekaa huko, wao wanaendelea kustarehe tu na mambo yao, wanataka kutuharibia vyetu wakati wao vya kwao vinaendelea. Nasallallahu salama. Inshallah hii kalima pia kiwe kwenye YouTube ili na sisi tutoe mchango wetu ufike kwa watu mbali, watu wa mbali. Inshallah Allah anaweza katia baraka yake. Naam, mimi kwenye kufunga sina shida, ni kama nilivyotangulia kusema, kama ni kwa lengo la kufanya dua, kama kufanya tendo jema kwa ajili ya kumuomba Allah, hiyo sina shida nayo. Lakini kwenye kunuti, kama ulivyosema Nawazil, mimi ninavyofahamu kwa upande wangu, na hata Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na kunuti wale waislamu ambao walienda kupigwa, kwamba hili ni jambo ambalo linakuwa limewapata waislamu kwa ujumla. Lakini sisi kwa kesi ya Tanzania, sisi waislamu hatukushiriki, na mashehe walikuwa wanasema kabisa kwamba watu wasiende kufanya nini, kushiriki. Kwa hiyo hili ni jambo la kilani, ni changamoto ya nchi kama nchi. Kwa hiyo mimi nafikiri kwa upande wa dua hii ni sawa, inajuzu kwamba tukao tunaomba dua. Lakini sasa kwa kusema kunuti alafu tukaiweka kwenye Nawazil, sijajua inaingia vipi yani kwenye Nawazil wakati. Kwanza ukisoma fiqh ya Kiislamu, kadhia ya al-qunut fi Nawazil ni masala na khilafu pia. Khilafu inamaanisha, yani ukisoma kwenye fiqh ya Kiislamu masaili haya Nawazil bado yana khilafu baina ahli al-ilm, sio watu wote wamefikiana. Kwa hiyo kuja na mtazamo huo sio jambo jipya. Kadhia ya masala fiqhiyya yana muakhadhat, akhdhan wa raddan, hii ni ada kwenye masaili fiqhiyya. Kwa hiyo kutokea mtu akawa na mtazamo kama sio jambo jipya. Mimi nasema kwenye zile kunuti alizofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadi kwenye ile nini wale kwenye ile kadhia iliyotokea Mtume sallallahu alaihi wasallam wa Dhakwani. Sawa, kwenye ile kadhia ni kwamba waislamu walienda kuna nini. Mimi nafupisha maneno yako kwa hili neno walisema. Yani hatutatoka kwenye masala ikhtilaf kwenye masala haya, kwa sababu fiqh yenyewe ipo hivyo pia. Sawa? Kwa hiyo mtu kutoka na mtazamo kwamba yeye anaona isiwe Nawazili hii, wala hakosei. Lakini mwingine akaona hii ni Nawazili, wala hakosei. Na wale wote ambao chini ya taa ya mufti ameona hivyo, masala khilafia inapotokea kiongozi ameona mtazamo fulani, pamoja kwa masala khilafia, na hata kama kauli yake itakuwa ni marujo, wale wote walipo chini ya taa ya huyo kiongozi wanatakiwa wapo chini ya maelezo ya huyo kiongozi, muda kwa ni masala khilafia na ikhtilafu musawwab. Sawa, itakapokuwa ikhtilafu musawwab min sharia, basi inajuzu kuchukua moja mitazamo hiyo, na anapotokea kiongozi amepita na mpito hayo, ni wale watu wote walipo chini yake wachukue kauli hiyo. Sawa, hii ni masala ipo hivyo, wala hakutakuwa na jipya katika mitazamo hii, sababu yenyewe kwenye nukuu ipo hivyo pia. Na tena mshe jambo la kufunga hilo, yani kuna kwa yani kuweka hadi muayyan imegadi. Inapotokea kiongozi amepita na mapito hayo, inajuzu. Sawa, tutafunga siku 3 kumuomba Allah tabaraka wa taala, hakuna ubaya. Na kama mtu ataamua kufunga zaidi ya hapo akataze,
Akiamua kufunga pungufu hapo hakatazwi. Lakini kauli ya kiongozi kusema siku 3, huo ni mtazamo wa kiongozi na wala hajakosea kwenye hilo. Sawa? Nilikuwa namsikiza mmoja wa wachambuzi. Sikudhani kwamba huyu jamaa naye ni Muislamu. Muda mwingi huwa namsikiliza, lakini kwenye moja ya maelezo yake aliyotoa mara ya mwisho kumsikiliza, ilinibainikia mimi kwamba jamaa ni Muislamu. Na nilimsikia na nukuu dua kwa lugha ya Kiarabu kabisa, ikathibitisha kabisa kwamba huyu jamaa ni Muislamu. Alitamka matamko haya, akasema anamuomba mufti kwa nafasi yake aliyokuwa nayo aimize Waislamu wafunge siku 3. Mmoja wa wachambuzi wa habari za kimataifa na habari za nchini, nilikuwa namsikiliza, alitamka tamko hili. Nadhani kwa utachi wa mufti, lakini pamoja na ushauri wa watu mbalimbali, mufti amekuwa msikivu kwenye hili, amefanya haya mambo kama mlivyoyaona. Na tunawaambia waumini wetu, kama kuna watu watatokea kufunga fadhiha wane, hali ya nchi inahitaji kujikurubisha sana kwa Allah tabaraka wa taala, tuvuke kwa amani. Msisitizo wangu tena kwa mara nyingine, Allah, mlango wa utawala wa Tanzania msiufungue. Mlango wa vurugu kwa watawala wa Tanzania msiufungue mlango huu. Allah, mimi nawaambia maneno yako kwa msisitizo. Mlango sisi kwenye tarehe ya Kiislamu tunaujua madhara yake. Sawa? Baban yuksaru, ilivyokuja kwenye hadithi, mlango utakaovunjwa. Wengi katika ahlul ilm wanasema mlango ni nani? Umar ibn al-Khattab. Sawa? Na imetokea fitna ya kumua Umar akiwa madarakani, kumdunga visu, kazi aliyofanya Abu Lu'lu al-Majusi al-Fairuz. Sawa? Mpeshi ya huyu alipomdunga visu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, mlango huu ulipofunguka haujafungika mpaka leo kwenye mambo ya utawala katika umma wa Kiislamu. Watanzania, Allah, msiufungue mlango wa fitna kwenye watawala. Na mimi mara nyingi nasisitiza, rais ni mmoja tu. Haiwezekani ya kwamba marais wangapi? Wawili. Na imeshatokea kwamba majeshi yapo chini ya taa yake. Kwetu sisi Waislamu, utawala unathibiti kwanza kwa kutokana na wilayatul ahad. Kwetu sisi Waislamu, yani mtawala aliyotangulia akaashiria kwamba mimi nampendekeza fulani au mtawala baada yangu, inaitwa wilayatul ahad. Kama mnavyoona mtawala wa mamlakatul arabia Saudia sasa hivi Suleiman amempa wilayatul ahd mwanae Muhammad bin Suleiman, na taa imepatikana juu yake, tayari ashakuwa ni mtawala mtarajiwa. Yeye ndio mumathili wa majukumu yote ya serikali sasa hivi, pamoja kwa baba yake mzazi bado yupo. Akitokea leo baba mzazi kudondoka, tayari mtawala nani? Muhammad bin Suleiman. Hawataka kuhangaika mashariki na magharibi amchague mtawala, tayari waliul ahd yupo. Lakini pia kwenye Uislamu utawala unathibiti kwa ahlul shura, ahlul ilm wal aqd, ahlul hil wal aqd, wale watu ambao wanafunga na kufungua jambo la Kiislamu. Zama zile za wema waliotangulia walikuwepo wale 10 almashhudi lahum bil janna. Sawa? Wao ndio ambao walikaa majlisi wakampitisha Uthman kuwa ni mtawala baada ya nani? Umar ibn al-Khattab. Sawa? Na baada yake akawa ni Ali ibn Abi Talib. Hii ni njia miongoni mwa njia za kudhibitisha utawala. Watu maalumu wa nchi wamekaa wamekubaliana kwamba huyu ndio anafaa kuwa mtawala. Wakitoa ripoti wao, sisi sote tunakubaliana kwamba huyu ndio atakuwa ni mtawala. Lakini kwenye njia miongoni mwa njia za kudhibitisha utawala ni al-ghalaba. Imetokea mtu ameshinda katika utawala, wameparaganyana huko, wamevurugana, mmoja akatokea kaa kwenye kiti, alipokaa kwenye kiti majeshi akamtii, tayari wanakuwa ni mtawala. Kufanya mukhalafa kwake ni al-khuruj an ta'ati al-amin, ni kutoka kwenye taa ya kiongozi. Kwa hivyo vyote iwaje sasa hivi Mama Samia Suluhu Hassan, Allah muongoze na mdumishe katika haki na mjalie awe mtawala mwema kwenye nafsi yake na kwa raia wake. Huyu tayari majeshi yamekwisha kumtii. Hizi chokochoko za Desemba 9 za kusema tutaandamana mpaka kumpindua, na wanatamka wazi sasa tunataka tuandamane kumpindua rais, na majeshi ya ulinzi na usalama yameapa juu ya kumlinda rais. Mnaenda kuzalisha kitu gani? Wanajeshi wote viapo vyao ni kumlinda rais. Vyombo vyote vya ulinzi na usalama kiapo chao ni kumlinda rais. Tayari wao wapo na bai'a hiyo. Juzi alikuwa rais Monduli Arusha. Wale wanajeshi 1100 ngapi wale? Wote wametamka katika kiapo chao. Wameweka kiapo na vyombo vya habari vinanukuu, hata kwenye YouTube ipo. Sikilizeni. Wametamka kiapo cha kumtii rais.
alafu nyinyi mmetangaza wazi mnaenda kupindua nchi, mnaenda kumpindua rais. Yaani nyinyi maandamano yenu ya kwenda kumpindua rais, majeshi yote ya ulinzi na usalama yameapa juu ya kumlinda nani? Sasa kama nyinyi mtaendelea kumsikiliza Mange ambaye hayupo hapa, basi endelea kumsikiliza. Mange anasema hakuna, lazima tumpindue rais. Majeshi yameapa juu ya kumlinda rais. Alafu maandamano ni kwa maandamano ya nchi nzima kwa ajili ya kumpindua rais. Mnategemea mnazalisha nini hapo baina yenu na baina vyombo vya ulinzi na usalama? Alafu baadaye mnakuja kulalamika kuna watu wameuawa, wapigwa risasi. Na akili timamu kweli? Dhamira yenu ni kwenda kufanya maandamano mpaka kumpindua rais. Wakati huo vyombo vya ulinzi na usalama vimeapa kumlinda rais. Sisi tunaelewana vizuri eh? Naam. Yaani mimi kwa mtazamo wangu kitu ambacho nilikiona mara, yani hawa watu waliokuwa wanaandamana malengo yao yalikuwa hivi. Yaani mkishaandamana kwenye nchi kimataifa inapokuwa, kwa sababu mara kwanza walianza propaganda ya kuigombanisha serikali na jeshi, wakiwa wanatengeneza mazingira ili wakiandamana wanajeshi wasio upande wa serikali, wakawa wamefeli. Kwa hiyo walikuwa wanatarajia wakiandamana maana yake si itakuwa ni vurugu. Yaani mataifa nje si wataona, wakishaona inapokuwa ni kwamba rais unakuwa unaamriwa na zile nchi za nani, kama wanavyofanya sasa hivi. Watakupa pressure kwamba inabidi ukae chini, wananchi wanataka nchi yao, au mkae chini, yaani makubaliano ambayo yanatakiwa. Sasa kilichotokea kwa serikali ya Tanzania wakati watu wanaandamana, ikazimwa mitandao, yaani hamna kitu kilichokuwa kinajulikana. Kwa hiyo watu wakawa wanapigwa huku chini kwa chini. Ndio maana wakafanikiwa kuzuia ile vuguvugu. Kwa hiyo maana yake hata sasa hivi wanachotaka kukifanya, kama maana yake jeshi litaendelea kuwa na serikali, maana yake hawezi tena wakafanikiwa, na wao wanajua kabisa kwamba hawezi wakanafanikiwa. Ile wanachotaka ni msaada kutoka nje, wale watu waingilie ili wapate huo msaada, ndio malengo yao makubwa. Sasa kwenye kalima Jumapili nilizungumza na nikalili ya maelezo tena mara nyingine. Walillahi alhamdu wal minna, Allah tabaraka wa taala alituwafikisha Waislamu wa Tanzania kugombania uhuru kwa jasho na damu. Kama tuliweza mara ya kwanza, tunaweza sasa hivi tunaenda kuigombania uhuru wa Tanzania kwenye uchumi. Hii ni vita ya nini? Ya uchumi. Sawa? Na ni vita ya kiutawala, na ni vita ya kiutamaduni. Tuliweza mara ya kwanza kusalimisha nchi ya Tanzania katika hayo yote. Waislamu walipambana kwa hali ya juu kabisa, kwa uzalendo hali ya juu sana, na kuonyesha mapenzi yao ya nchi. Ilipofikia wakati wameshinda, walimkabidhi Mkristo kukaa kwenye madaraka, na wamekaa chini na paa yake miaka 20. Bwana Julius Kambarage Nyerere. Bado uzalendo huu unahitajika. Tunaomba kwa Watanzania wote tuwe na uzalendo huu. Lakini zaidi na zaidi mimi nazungumzia kwa upande wa watu ambao mimi ni kiongozi kwa Waislamu. Babu zetu waliweza kupambana kwa ajili ya kumtoa mkoloni wa Kijerumani. Sisi tunaweza kumtoa mkoloni huyu anayekuja. Hatutaki kuashiria sehemu fulani, japokuwa tunaona ishara hizo, lakini tupo tayari Waislamu wa Tanzania na wa Tanzania kwa ujumla kwenda kumtoa mkoloni anayekuja, sababu sisi kwetu hii ni ibada. Na tutaendelea kuipambania nchi yetu kwa jasho na damu kwa kila yule ambaye anataka kuja kuleta chokochoko katika nchi hii. Sisi tupo katika uzalendo huo. Tupo tayari kwa ajili ya kunusuru nchi yetu kama alivyoweza babu zetu mara ya kwanza. Nimesikia matamko mbalimbali ya Waislamu sehemu mbalimbali, wote hawa wakiwa na lengo na dhamira ya kusema hapana, sisi hatukubali usaliti huu unaofanyika ndani ya nchi. Sasa awe msaliti Mtanzania mwenyewe au baadhi ya Watanzania watumike na watu wa nje, tupo tayari kuihami nchi yetu. Hata kama italazimu kwenye hilo kutoa uhai wetu. Mimi Abu Musab natangaza mtu wa kwanza, nipo tayari, kwa sababu najua mimi nina watoto. Wanangu ni watoto wadogo, wakina Mubarak hawa miaka 3, hawa nisipowapigania mimi hawatapata chochote kwenye nchi yetu. Na nchi yetu alhamdulillah ina uoto wa asili, ina mito, ina madini, ina kila kitu. Sasa sisi tukicheza na hawa wavamizi wanaotaka kuja kutuvurugia hivi vitu, hao watoto wetu watapata tabu sana. Na sisi tunahamu kwamba watoto wetu wanufaike na nchi yetu. Tupo tayari kuihami nchi yetu kwa jasho na damu. Naam. Mimi na ushauri kidogo kuhusu kufunga siku 3. Naam. Nilikuwa kama ungekuwa ushauri unafika mufti moja kwa moja, ingebidi tufunge siku 4 ili tupate ile Alhamisi ambayo matendo mema yanapandishwa.
sio mbaya, huenda namna moja au nyingine mufti akafikiwa na ujumbe, na kwa sababu hizi siku zetu hizi ni siku za kufunga. Jumatatu kuna saumu ya sunna, Alhamisi pana saumu ya sunna. Kwa hiyo si vibaya tukaanza Jumatatu mpaka Alhamisi. Sio vibaya tukaanza Jumatatu mpaka Alhamisi. Yeye atakuwa amelenga kupata siku za witri, lakini si mbaya tukapata na Alhamisi pia, ikawa tumefunga siku 4 mfululizo. Na kwa vyovyote wapi, wengi wetu sisi tutafunga siku 4. Sababu tuna ada kufunga Jumatatu na Alhamisi. Tukifunga na hizi maana yake tutakuwa tuna siku 4. Sawa. Kwa wale watu ambao hawana nguvu sana kufunga na huwa wanafunga masiku meupe, wabadilishe nia, siku zao nyeupe ziwe katika siku hizi. Wao wanapata 2 kwa moja na inshallah watapata. Hawana nguvu sana kufunga wakati wote, hawana nguvu ya kufululiza kufunga muda mwingi. Wahamishie zile siku zao nyeupe. Leo ni mwezi 5, usiku tumeingia mwezi 5. Sawa? Na leo ni siku ya yani usiku ambao tumeingia ni usiku wa siku ya Jumatano, si ndio Kwa hiyo tuna Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi, Jumapili. Sawa? Ambapo itakuwa mwezi 5 Jumatano mwezi 5, Alhamisi 6, Ijumaa 7, Jumamosi 8, Jumapili 9. Sawa? Jumatatu itakuwa mwezi 10. Naam, yanaingia masiku meupe kabisa. Mwandishi wetu bwana andika kabisa bwana. Mwezi kuanzia mwezi 10 tunapiga na masiku meupe kabisa. Sababu masiku meupe yatakuwa Jumatatu ni mwezi 10, si ndio? Jumanne, Jumatano mwezi 11, mwezi 12. Alhamisi ndio itakuwa mwezi 13, si ndio? Kwa hiyo tunaweza tukapiga kabisa hizi mwezi 10, 11, 12 mpaka 13. Ikawa tayari tumepata siku nyeupe ile mwezi 13, na hizo kazihesabu katika masiku meupe inakuwa tumepiga 2 in 1. Sawa? Tumepata zote 2 kwa moja. Pia tuwaambie talabatul ilmi na wale wote ambao wanafunga, hebu tupitie katika mgongo huu wa saumu za wito wa mufti kutokana na majanga ambayo tunashuhudia kwenye nchi yetu, tufunge na masiku meupe humo ndani yake. Na kama wale watu ambao watakuwa na nguvu zaidi ya kufunga wanaweza kaendelea, kwa maana Alhamis, Ijumaa na Jumamosi itakuwa mwezi 13, 14, 15, wanaweza kaunganisha huko ikawa kila kitu kimekwenda sawa sawa. Nasallallahu tabaraka wa taala wallahu a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.